Isaya 60 mstari wa kwanza, Biblia inasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litafunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako, na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme wataujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako pande zote utazame, inua macho yako utazame pande zote. Wote wanakusanyana, wanakujilia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kuvunjika. Kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia. Wingi wa ngamia utakufunika, ngamia vijana wa Midiani na Efa. Wote watakuja kutoka Sheba, wataleta dhahabu na uvuma na kuzitangaza sifa za Bwana. Makundi yote ya Kedari watakusanyika kwako, kondoo waume wa Nebayothi watakutumikia. Watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali, nami nitaitukuza nyumba ya utukufu wangu. Ni nani hawa wacharukao kama wingu, na kama njiwa waendao dirishani mwao? Hakika yake visiwa vitaningojea, na merikabu za Tarshishi kuanza, ili kuleta wana wako kutoka mbali, na pamoja na fedha yao na dhahabu yao pamoja nao, kwa ajili ya jina la Bwana Mungu wako, kwa ajili yake mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa amekutukuza wewe. Na wageni watajenga kuta zako, na wafalme wao watakuhudumu. Maana katika ghadhabu yangu nalikupiga, lakini katika upendeleo wangu nimekurehemu. Na Yesu asifiwe sana. Mstari wa 22, Biblia inasema, mdogo atakuwa 1000 na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo kwa wakati wake. Na Yesu asifiwe sana. Kichwa cha somo, andika viongozi kwa ajili ya JC Empire. Yesu Kristo. Wangapi washaikusikia hili neno JC Empire? Yesu asifiwe sana. Basi leo tutaenda kujifunza kwa habari ya JC Empire. Hii JC Empire ni nini? Yesu asifiwe. Ile J ni kifupi cha neno Jesus. Yesu asifiwe. Ile J inasimama badala ya neno Jesus. Na Christ ni Kristo. Yesu asifiwe. Lakini empire ni, tunaposema empire tunazungumzia himaya. Yesu asifiwe sana. Au ngome, au utawala, au falme. Kwa maana yake ni kwamba tunaposema habari za JC Empire, tunasema habari za himaya ya Yesu Kristo, au himaya au utawala au ufalme wa Yesu Kristo. Yesu asifiwe sana. Kwa maana nyingine, kichwa cha somo unaweza ukaandika viongozi kwa ajili ya ufalme wa Yesu Kristo. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Badala ya fundisho hili, ni imani yangu kwamba utakwenda kujua nafasi yako ndani ya kanisa, ndani ya familia, ndani ya jamii, hata ndani ya nchi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi na wewe tupo hapa, lakini tuko katika himaya ya Yesu Kristo. Lazima tutambue hilo kwamba tupo katika himaya ya Yesu Kristo. Sasa kwa kuwa tupo katika himaya ya Yesu Kristo, lazima tutumike kuijenga himaya ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi na wewe ni viongozi ambao Mungu ametuweka. Kila mmoja mahali hapa ni kiongozi. Kila mmoja mahali hapa ana kitu cha kufanya. Kwa Mungu ametuweka sisi kuwa viongozi kwa ajili ya kutanua mipaka ya imani ya Yesu Kristo, kwa ajili ya kuongeza mipaka ya ufalme wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama mimi na wewe ni viongozi na tupo hapa kwa ajili ya kuikuza imani ya Yesu Kristo, lazima tujue sababu ya kuanzishwa kwa ufalme wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Duniani ziko falme 3 ambazo nazo kimsingi lazima tuzielewe hizi. Ufalme wa kwanza ni ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ufalme wa pili ni ufalme wa Shetani.
ufalme wa tatu ni ufalme wa dunia. Kama hatutaelewa vizuri hizi falme tatu, hatutazijua vizuri, hatutojua sababu, hatutokuwa na sababu ya kuanzisha ufalme wa Kristo. Ni lazima tuzijue vizuri. Tukishazijua hizi falme vizuri tatu, automatically tunapata sababu ya kuanzisha ufalme au kuukuza ufalme wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika ufalme wa Mungu, mtawala ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na mtawala katika ufalme wa shetani ni shetani mwenyewe. Lakini mtawala katika ufalme wa dunia ni shetani na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili tuvamie hizo sehemu zote tatu, ni lazima tuwe na nguvu ya Yesu Kristo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tuweze kuvamia katika hizo sehemu tatu, lazima tuwe na nguvu ya Yesu Kristo ndani yetu. Lazima tuanzishe ufalme wa Yesu Kristo ili tuweze kuvamia hizo falme zote. Amen. Tusome Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Mathayo 4:17. Tokea wakati huu Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaanza kuwafundisha watu kwa habari ya ufalme. Anawaambia tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekaribia. Tusome tena Mathayo sura ya 12 mstari wa 28. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Au ufalme wa Mungu unaajilia wapi? Ufalme wa Mungu unatujilia wapi? Ufalme wa Mungu unatujilia ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme wa Mungu unatujilia ndani yetu. Mathayo 24 mstari wa 14. Tena habari njema za ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapa ndipo ule mwisho utakapokuja. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari njema za ufalme zitahubiriwa katika nini? Mataifa yote. Sasa ili hizi habari njema zihubiriwe katika mataifa yote, sisi kama viongozi kwa ajili ya ufalme wa Kristo tunapaswa kusimama vizuri katika nafasi zetu. Kila mmoja asimame katika nafasi yake ili kuhakikisha ufalme wa Mungu unafanya nini? Unasonga mbele, unakuwa. Mathayo 25:31. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ndiye mfalme katika himaya hii ya Mungu, himaya ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Ni lazima tufahamu, lazima tuelewe kwamba mtawala katika ufalme huu wa Mungu, ufalme wa nuru, ni Yesu Kristo mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yohana 1 mstari wa 49. Yohana 1:49. Nathanaeli akamjibu, Rabi, wewe u mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nathanaeli anakubali. Anamjibu, anasema Yesu Kristo, wewe ndiwe mwana wa Mungu, mfalme wa Israeli. Amen. Kwa tunapojifunza kwa habari ya ufalme wa Mungu, ufalme wa nuru, ni lazima tuelewe kwamba mfalme katika utawala huu ni Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Walipomua Yesu pale msalabani, waliandika kibao wakasema, huyu ndiye nini? Mfalme wa Mungu. Pamoja na kwamba wale walimua, lakini walikubali kwamba Yesu Kristo ndiye mfalme wa Mungu. Soma tena Yohana sura ya 18 mstari wa 37. Basi Pilato akamwambia, wewe u mfalme? Basi Yesu akajibu, wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili haya, na kwa ajili haya mimi nalikuja ulimwenguni, ili niishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli
kuisikia sauti yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anasema mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tugundue hii siri kwamba tunapokuwa viongozi wa JC Empire, ni lazima tukubali kwamba mtawala wa himaya hii, mfalme wa himaya hii ni Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini uko ufalme wa shetani, ufalme wa giza. Ukisoma katika ile Isaya 60 inasema inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imefanya nini? Imekujia. Tazama giza itaifunika nini? Dunia. Ulimwengu kiasi ulikuwa katika hali ya giza. Yaani ulimwengu umefunikwa na giza. Lakini sisi kama viongozi wa Kristo, kama viongozi wa himaya ya Yesu Kristo, tunapaswa kwa kuinuka kwenda kuiangaza nuru ya Kristo kwa mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi na wewe tumepewa nuru ya Kristo sio kwa ajili yetu. Tumepewa nuru ya Kristo si kwa ajili ya watoto wetu. Tumepewa nuru ya Kristo si kwa ajili ya kanisa. Tumepewa nuru ya Kristo ili tukaiangaze katika ulimwengu ambao umejaa giza. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepewa nuru ya Kristo ili tukaiangaze katika mataifa ambayo yamejaa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 5:15 na 16. Naomba mzee 14 mtume. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kuitimiliza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maandiko yanasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango ili angaze nini? Mungu ametufanya sisi kuwa nuru ili tuweze kuangaza katika ulimwengu ambao uko katika hali ya giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini tunaangazaje katika ulimwengu ambao uko katika hali ya giza? Biblia inasema watu wayaone matendo yenu mema, wakapate kumtukuza Mungu aliye wapi? Ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wayaone matendo yetu mema, wajifunze kwetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tusome tena Yohana 1:3-5. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuifanya nini? Halikuiweza. Ukiingia katika chumba ambacho kimejaa giza, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukawasha njiti ya kiberiti, automatically kuna kitu kinatokea katika kile chumba. Kuna badiliko linafanya nini? Linatokea. Na kwa kutumia ile njiti unaweza ukatafuta kitu unachokihitaji na ukakipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba giza haliwezi kuishinda nuru. Yeah. Kama nuru kidogo kama njiti ya kiberiti inaweza kukusaidia kutafuta kitu unachokihitaji katika giza nene na ukakipata. Tafsiri yake ni nini? Maana yake shetani amekushinda, maana yake nuru hata hiyo kidogo ndani yako haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sisi automatic, kwa sababu Mungu ametufanya kuwa viongozi katika ufalme huu ambao yeye mwenyewe Yesu Kristo ndiye mtawala, lazima tujue kwamba sisi tumewekwa kuwa nuru kwa ajili ya kuangazia mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tusome tena Yohana 1, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1:5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1:5. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Amen. Bwana Yesu
Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema Mungu ni nuru wala giza lolote halipo Ndani yake. Kwa kama sisi tutaamua kutulia vizuri na Mungu, kama tutakaa vizuri na Mungu, hii nuru ambayo ipo ndani ya Mungu itaingia ndani yetu na sisi tutaangazia mataifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Mathayo 4:16. Watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ni Kristo. Maandiko anasema wale waliokaa katika uvuli wa mauti mwanga umefanya nini? Umewazukia. Sisi tukawe mwanga kwa watu ambao wapo katika uvuli. Amen. Sisi tukawe mwanga kwa watu ambao wapo katika giza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana tuangaze nuru ya Kristo. Amen. Wamama tuangaze nuru ya nini? Ya Kristo. Nuru ya Kristo. Hiyo ndio mission ambayo Mungu ametupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna baadhi ya watu wanapenda sana giza. Yaani kuna mtu anapenda kukaa gizani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini watu wanapenda giza? Hivyo ushawahi kujiuliza kwa nini watu wanapenda giza? Au kwa nini tuchukulie tu giza hili la kawaida la usiku? Kwa nini giza la usiku ndio wakati ambao watu wanafanya sana mambo yao, wanafanya sana maasi? Kwa nini tu giza linapoingia mambo mabaya yanatokea? Matendo ya Mitume 26:18. Wafungue macho yao na kuwageuza, waiache giza na kuelekea nuru, waziache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema wafungue macho yao na kuwageuza, waiache giza na kuelekea nuru, waziache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unajiuliza kwa nini watu wanapenda giza? Manake macho ya watu yamefungwa. Wafungue macho yao. Wapo katika hali ya giza. Kumbe watu wapo katika hali ya giza, wanapenda giza kwa sababu wanafikiri, wanaamini wakiwa katika giza matendo yao maovu hayataonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nani anaambiwa wafungue macho ya watu? Nani anaambiwa wageuze hao watu ili waziache nguvu za shetani wamgeuke Mungu? Mimi na wewe Mungu ametupa hiyo mission. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi na wewe tumepewa ujumbe huu, mimi na wewe tumepewa kazi ya kufanya. Tuwafungue macho yao ili waiache giza wamrudie Mungu. Lakini sasa hatuwezi kuwafungua macho yao kama sisi wenyewe hatuna nuru ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima nuru ianzie kwetu, alafu iende kwa watu wengine. Ni lazima sisi macho yetu yawe yamefunguliwa, alafu tukawafungue watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tujue kwamba ufalme wa shetani ndio ufalme ambao unatawala dunia. Umeifanya dunia imekuwa katika hali ya giza. Na ufalme huu wa shetani unaongozwa, unatawaliwa, mtawala mkuu katika ufalme huu ni shetani mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma ile Isaya 60:2, Biblia inasema tazama giza litaifunika nini? Litaifunika dunia. Lakini utukufu wa Bwana unafanya nini? Utakujilia wewe. Katikati ya giza ambalo limefunika dunia, bado Mungu amemwandaa mtu. Haleluya. Mtu huyo ni wewe na mimi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Soma katika ile Mwanzo sura ya 1:2. Biblia inasema nayo nchi ilikuwa utupu. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu.
na giza lilikuwa juu ya vilindi, juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbe toka mwanzo nchi ilikuwa katika hali ya ukimya, ilikuwa katika hali ya utupu, ilikuwa katika hali ya giza. Sasa tunapozungumza giza, hatuzungumzi habari ya usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukasema Kibantu leo anaongea habari ya mchana na usiku. Giza ninazungumza mimi sio la mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumza giza, maana yake tunazungumza habari ya utawala wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa dunia hii inatawaliwa na shetani, maana yake automatically dunia iko katika hali ya nini? Ya giza. Sasa kwa kuwa dunia iko katika hali ya giza, Mungu ameinua mabaki wachache ambao ni mimi na wewe kwa ajili ya kueneza nini? Nuru ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma pale katika ile Mathayo 4:16. Biblia inasema waliokuwa katika uvuli wa mauti mwanga unawazukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jaribu kuashumu, jaribu kufikiria kwamba upo jangwani, alafu ghafla tu from nowhere, wote tunaifahamu hali ya jangwani hivi, unakutana na kichupa kina maji ya kunywa. Unaweza ukajisikia furaha kiasi gani? Unaweza ukajisikia vizuri kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ulimwengu uko katika hali ya giza. Watu wako katika bonde la uvuli wa mauti na hawaelewi chochote kwa sababu macho yao yametiwa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakijaribu kutoka katika hilo giza wakaingia katika ufalme wa nuru, wataona raha ya kuwa katika ufalme wa nuru. Wapo watu hapa ambao tunaoa wanashuhudia kwamba wao walikuwa katika giza nene. Huwa anapenda sana kujifunza kwa mtumishi zangu. Zanto anasemaga mimi nilikuwa katika hali ya ulevi, wanasema ule ulevi mbwa. Kwamba nikilewa inabidi watu wanibebe kunirudisha nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu jaribu kumwangalia leo mtumishi hapa, anajisikia furaha kiasi gani? Kumbe kuna watu wapo katika giza na wenyewe hawaelewi kwamba wapo katika giza. Wanafikiria hayo ndio maisha yao. Sisi tunapewa mission ya kutoka kwenda kuwatoa huko hao watu kuwaleta katika nini? Katika nuru ya Kristo. Juzi nilikuwa kwenye bajaji natoka mjini narudi nyumbani. Nimepanda kwenye bajaji na mlevi mmoja. Zangu Mungu akubariki sana kwa kutoka katika ile hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimepanda kwenye bajaji na mlevi mmoja. Wakati uko njiani wakawa wanataniana na dereva. Wametaniana, baadaye dereva akamwambia hii bajaji kituo cha kwanza tugui. Yule mlevi anasema wewe ni juu ni mwamba, ndio utasimama tutashuka. Tunafika mbele kidogo anasema shusha hapo kaoshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Shusha hapo kaoshi, dereva akasema hii haisimami popote, wewe si msumbufu. Stendi ya kwanza mimi nilikuwa nimekaa huko dirishani, mlevi amekaa hapo mlangoni. Yaani kitendo cha kuhama tunaona yule jamaa kashasimama, katoa shingo mlangoni nje. Namwambia dereva anaruka huyu, ashapiga chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kishindo nilichokisikia pale uzito wake ilikuwa misili ya kishindo cha wakoma kilichokimbiza washauri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikasema huyu jamaa na hali yake ya ulevi na hiki kishindo atakuwa amepona kweli? Eva bajaji anaisogeza bajaji pembeni na chungulia hivi. Na yule jamaa amekauka hivi. Yaani alivyo hajajigusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ulimwengu upo katika hali ya giza. Wengine wanafikiri kwamba matendo yao wanayofanya ni sahihi, yanawafurahisha. Lakini hawaelewi kwa sababu hawajaiona nuru. Yes. Hivi tunaelewana vizuri? Amen. Wakipata neema ya kuiona nuru ya Kristo, watagundua raha ambayo iko ndani ya Yesu. Amen. Kwa sasa mimi na wewe tumepewa mission ya aina gani? Mimi na wewe tumepewa mission ya kuitoa nuru ambayo sisi tumeipokea, kuipeleka kwa mataifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa watu sisi tusipoangaza nuru ya Yesu Kristo, maana wataendelea kukaa katika ile hali. Sisi wengine tuliingia kanisani huko tukiwa na madhaifu yetu. Na Mungu ameendelea kututengeneza siku baada ya siku. Lakini
Lakini hebu wewe iangalie hali uliyokuwa nayo kabla hujaingia kanisani. Inakufurahisha ukitazama? Hivi inakuridhisha? Hali yako ya kwanza kabla hujaingia kanisani inakufurahisha? No. Isokee pengine sasa hivi haujakamilika, bado unaendelea kutengenezwa. Lakini ukijiangalia leo na ulivyokuwa nyuma ni sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hata wale watu wanatuhitaji sisi ili tukawatoe kwenye hali waliokuwa nayo waingie nuruni kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna ambavyo wewe ile hali haikufurahisha, hali yako ya nyuma, hautamani kurudi ulikotoka, ndivyo ambavyo wale watu wakiingia huko hawatatamani kurudi. Kwa Mungu ametupa sisi mission ya kufanya tukaiangaze nuru ya nini? Nuru ya Kristo kwa mataifa yote. Shetani katika ulimwengu ni kuleta giza ili aendelee kutawala huu ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ulimwengu ulikuwa ukiwa tena utupu. Sasa katika mioyo ya watu wengi kuna hali ya utupu, kuna hali ya ukimya, kuna hali ya ukiwa, hali ya ukame. Hii hali ya utupu inayozungumzwa hapa ni kukosa nuru ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kristo akiingia ndani yetu, hali ya utupu haiwezi kuwepo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo lazima tutambue kwamba huu ulimwengu upo katika hali ya ukiwa, upo katika hali ya utupu, upo katika hali ya giza. Na kwa sababu hiyo, huu ulimwengu unaongozwa na mashirika mbalimbali. Wapo mawakala mbalimbali ambao shetani anawatumia kuutawala ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja wapo ni Freemason. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ni mawakala wa shetani wanaotumika kuleta giza katika ulimwengu, wanaotumika kutawala dunia. Na hao jamaa Freemason wana mtandao mkubwa sana, wanatumia mambo mbalimbali. Wanatumia muziki, wanatumia michezo, mambo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo utakuta Mkristo yuko tuko naye kanisani, lakini ukipekua katika playlist yake ya simu au flash yake, unakuta zimejaa tu nyimbo za gospel. Yaani gospel unaitafuta kwa church. Ni Mkristo leo kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa unajiuliza, huyu Mkristo yuko kanisani, lakini kwa nini anakuwa na tabia za sampuli za aina hii? Unagundua kumbe shetani ndio utawala katika imani ya dunia. Na kwa kuwa ndio utawala, amepewa power, amepewa nguvu ya kucontrol dunia. Sasa kwa sababu hiyo ana mawakala wake ambao anawatumia ili ateke ufahamu wako. Shetani anatumia muziki kutawala, kuteka akili za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unakuta mtu mjinga mmoja tu anajua mimi na wafuasi wengi wananitazama, wananifuatilia, afu anakuja anaimba wimbo anasema bora ni enjoy maisha yenyewe mafupi. Sasa unajiuliza, hivi huyo mtu anafikiria wanaobaki baada yake wataishije? Kwa maana yake hata mpango wa kuacha mabaki hana. Kwa shetani anatumia muziki kuteka akili za watu, kuiondoa ile nuru ambayo Kristo ameweka ndani yako, anaitoa. Na mbaya zaidi, hiyo muziki ya kipumbavu ndio ina trend. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nakuombea usiwe wewe ambaye flash yako. Haleluya. Amen. Usiwe wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku moja nilienda kutembelea mpendwa mmoja. Nimefika naita, kasikia sauti yangu, tukazima switch faster. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mpendwa wa kanisani, lakini kumbe anapiga singeli. Anacheza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini uishi maisha ya aina hiyo? Kwa nini uishi maisha ya kujidanganya? Kabisa. Kwamba mtu yuko ndani yako kumbe kuna giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nakuombea usiwe wewe. Amen. Mimi nyumbani kwangu nishaika kanuni pale. Nisikute kwenye flash jimbo yote ya mambo ya Biblia. Na nikikuta imewekwa, kesho itafuta
yafutwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu vile vitu ambavyo unavisikia pale vinapoingia ndani yako, kuna mentality inatengenezeka ndani. Biblia inasema imani chanzo chake nini? Kusikia. Hawa jamaa wanatumia sana mambo ya michezo hiyo. Mipira, sasa msiangalie mpira, lakini ukijipima muda unampa Mungu mkubwa kuliko mpira. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi zamani nilikuwa mlevi wa mpira, sema mlevi wa mpira. Nilishakuwa gate pass yangu ya kutoka nyumbani ilikuwa ni mpira. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hiyo ilishajulikana kwamba mpira wa jamaa lazima atoke. Kuna kipindi kombe la dunia lilikuwa Brazil, kule ratiba za kwetu na kule zinapishana sana. Huku yani kule ni saa 10 usiku, huku kwetu saa 8 usiku. Ndani ya nyumba unakuta na njemba mrefu wa mpira. Mpira unachezwa huku unaonyeshwa saa 8 usiku kulingana na zile mabadiliko ya kijiografia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mimi nilikuwa natoka kwenda kwenye mpira. Mimi nilikuwa naacha kazi kwenda kwenye mpira. Bwana Yesu asifiwe sana. Movies ilikuwa nikikaa kwenye movie. Kama ni kwenye banda, naweza nikatoka nyumbani nikaenda sehemu maalum ya kuangalia movie hata masaa 7, 8 niko. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiuliza Biblia inasema saa ngapi? Haipo. Lakini ukifuatilia sana utagundua kwamba kumbe shetani anatumia hivi vitu tunavyoviona vizuri, tunavyoviona vinafurahisha. Lakini ni vitu ambavyo havijengi, vinabomoa. Sisi kama viongozi kwa ajili ya ufalme wa Kristo lazima tujue mambo kama, lazima tuelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo mimi na zaidi ya miezi 6 sikumbuki mara mwisho niliangalia mpira. Hata icheze Simba na Yanga. Amen. Kwa lazima tujue hawa Freemason wameuteka ulimwengu. Ndio maana leo hii mtu akifanikiwa kiuchumi, akitoka kibiashara, utasikia huyu jamaa Freemason. Kwa nini wasiseme Mungu amemfanikisha? Kwa sababu hawa ndio watawala wa ulimwengu, wameweka giza ulimwengu. Kwa akili za watu automatically zimelalia huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa namsikiliza mtumishi mmoja anasema dunia imeendelea kwa level ambayo huko Ulaya sasa wamepanga kucancel masuala ya ndoa mwanaume na mwanamke kuoana. Sawa sawa. Lakini badala yake wazungu ndani ya miaka kadhaa mbele itakuwa ni mwanamume unamuoa robot. Unaelewana vizuri? Ni robot, lakini robot mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Wajinga fulani wakasema bora uoe robot mwanamke kwa sababu robot aliombi hela. Bwana Yesu asifiwe. Robot haiwezi kusema tuma na kutolea. Bwana Yesu asifiwe. Robot yule anakupa huduma zote. Sasa huko ndiko ambapo ulimwengu huko katika hali ya giza, lakini unaelekea kuwa katika hali ya giza zaidi. Tusiposimama mimi na wewe katika nafasi zetu nzuri, huenda dunia ikaendelea kuwa katika giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini Mungu ametuweka sisi kuwa kama nuru kwa ajili ya kuangazia, kwa ajili ya kukomesha mambo yanayoendelea. Jamaa anasema ni bora niwe roboti, roboti halina wivu. Mke wangu tunasumbana, nikitoka kidogo kwa tunafanya unachana na nani? Roboti hana wivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa angalia namna ambako dunia inaelekea. Angalia namna ambako mambo yanaenda. Yaani yanaendelea katika hali ya kuharibika zaidi, kubaya zaidi. Sasa mimi na wewe tusiposimama vizuri katika nafasi zetu, hivi unajenga picha miaka 30 mbele itakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo hii tuko katika kizazi ambacho mashoga imekuwa ni jambo la kawaida kabisa. Hakuna anayewakamata, hakuna anayewashtaki, hakuna anayeonyesha dalili zote za kukomesha hilo.
Hivyo ushawahi kujiuliza ni kwa nini? Kwa sababu ulimwengu uko katika hali ya nini? Ya giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa wapendwa, tuelewe sababu ya kuanzisha hii imani ya Yesu Kristo. Lazima tuelewe sababu ya kukuza ufalme wa Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sababu ya kuieneza hii nuru lazima tuelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine shetani anatumia sana wanaita new age sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya fashion. Sisemi kwamba kila fashion ni mbaya, au sisemi kwamba tusiende na fashion, lakini lazima tukague tuone hiyo fashion inaendana na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yameingia kwa fashion ya ajabu, mtu anavaa suruali juu imebana hivi, angalia huko chini sasa. Suruali pana hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tukague mambo ya usasa, isoke ni sahihi kuenenda katika usasa. Lakini huo usasa unampa utukufu Kristo. Mtu anapoangalia katika huo usasa anaiona neema ya Mungu na sio kila kitu unaiga. Sio kila kitu unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa lazima tuelewe haya mambo, lazima tujifunze, lazima tujue. Shetani anatumia usasa kuiteka dunia. Anatumia utandawazi kuiharibu dunia. Huo utandawazi tunaweza kuutumia kupeleka injili. Amen. Huo usasa tunaweza kuutumia tukapeleka. Mimi mara nyingi nikiwaga kazini kwangu pale huwa nashindaga na moto za kazi za ajabu. Sababu pale mazingira sio rafiki sana, vumbi, kuchafuka muda wote. Lakini mara nyingi Jumapili nikitokaga kanisani napenda lazima niende. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa hivi kutoka na nguo zangu za kanisani niende. Kwa sababu mimi ninaamini muonekano wako unaweza kumshawishi mtu kutamani kuona. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa lazima tukague. Wamama tukague mavazi yetu. Wamama tukague namna tunavyosuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Vijana tukague mavazi yetu, tukague namna tunavyonyoa. Tukague mienendo yetu. Tukisema kila kitu tuige katika usasa tunapotea. Lakini sio tu sisi kupotea, tunawapoteza na wengine ambao wanatazama sisi na kujifunza kwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe unaweza ukakuelewi kwa watu wanajifunza kwako, lakini watu wanajifunza kwako. Mimi miaka mingi sana nikiwa kijana mdogo kanisani kule nyumbani. Sikosi ibada za katikati, sikosi Jumamosi mazoezi, sikosi Jumapili bali. Na katika udogo huo nilikuwa napewa nafasi ya kuimba pamoja na baba kulikuwa kulikuwa na watu wengine wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kulikuwa na wale machachuo ambao wanakuja na kuondoka. Mtoto mmoja akishua maisha mazuri, yeye akija Jumapili na baba yake uzungu mwingi anaondoka. Siku moja akanifuata chemba akaniita akaniambia, "Yaani brother, nafurahi na natamani sana kuona, najifunza, natamani sana kuona namna unavyofanya mambo yako hasa katika ibada." Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani nikija hapa ni kuona namna unavyofanya mambo, unajifunza sana, nafurahi sana. Nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba watu wanapotuangalia kuna vitu wanajifunza kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa jukumu ni lako wewe, wajifunze nini? Kwa sisi kama viongozi ni lazima tujue nini cha kufanya na nini cha kutofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma katika ile Mhubiri sura ya 7 mstari wa 9. Mhubiri 7:9. Biblia inasema lakini kwa tafuta mstari ambao unasema Mungu alifanya mambo lakini mwanadamu amevumbua mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna namna ambavyo Mungu aliumba ulimwengu, lakini binadamu akaja na mavumbuzi yake mengine ya ziada. Lakini sasa mavumbuzi sio yote anamfurahisha Mungu. Sio yote anampendeza Mungu. Kwa hiyo sio kila unachokiona wewe ni cha kuiga.
So kila usasa unauona ni wa kuiga tu, wa kufanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mhubiri 7:29. Mhubiri 7:29. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema tazama hili tu nimeliona, Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu, lakini wamebuni mavumbuzi mengi. Mungu aliumba mwanadamu katika hali ya kunyooka, ya unyofu. Katika hali ambayo unaweza ukamuona ukamfurahia. Amen. Mungu hakuumba shuga. Lakini mwanadamu ameleta mavumbuzi ambayo mengine hayamfurahishi Mungu. Hivi tunaelewana vizuri vijana? Amen. Kwa lazima tuangalie nini cha kujifunza, nini cha kujifunza. Lazima tukague watu wanaotuzunguka. Lazima tukague marafiki zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa unapoingia ndani ya kanisa, ukajiona ulivyo, ukaona madhaifu yako, sio wakati wa kulalamika, sio wakati wa kulia, oh amenisema sio nini. Ni wakati wa kutengeneza na Kristo. Unaweza asifiwe sana. Amen. Inawezekana kabisa katika haya ambayo tumesema hapa, hapo mambo unaona ukakua, unaona hapo sawa sawa, utumia wakati huo kufanya nini? Kutengeneza. Unaweza asifiwe sana. Amen. Na mbaya zaidi ukiwa nje ya kanisa, hayo mambo huwezi kuyaona kwa sababu sigiza inakuwa inakufunika. Kanisa ni hospitali ya kiroho ambayo inakutana na madhaifu ya watu na kuyarekebisha. Kwa hiyo tunapozungumza hapa, usione kama tunakucrash, ni katika hali ya kutaka kutengeneza. Asante sana. Amen. Ukitoa chombo kilichoharibika kuwa chombo kipya. Ukitoa chombo kisichofaa kuwa chombo kinachofaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Galatia 5:19. Galatia 5:19. Basi matendo ya mwili dhahiri ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, gomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, zushi, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya giza ni haya. Sio unasema mbona kuvuta sigara haijaandikwa? Mimi navuta kama kawaida. Mbona bia haijaandikwa usinywe bia? Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo yanayofanyana na nini? Na hayo. Kwa lazima ukague hayo mambo hayafanani na haya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakorintho wa 2:4. Biblia anasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amekufusha fikra zao wasioamini, isiwafikie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa dunia hii ni nani? Shetani. Biblia inasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra. Kumbe shetani huwa anapofusha fikra za watu ili isiwafikie nini? Nuru ya injili. Lakini mimi na wewe tunayo nafasi ya kwenda kuwafungua hao watu macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa shetani lazima tujue ndio mtawala wa dunia. Efeso 2:2. Biblia inasema ambao mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu na kwa kufuata mfalme wa uwezo wa anga, ndio yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mfalme wa anga, kujua huyo shetani atendaye kazi katika wana nini? Wa kuasi. Lazima tujue shetani ndiye mtawala wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yohana 8:44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala kusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, kusema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uongo.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ndiye mtawala wa dunia hii. Baba wa nini? Baba wa Mungu. Kwa lazima tujifunze haya mambo, lazima tuelewe. Tukielewa haya mambo tutapata sababu ya kuanzisha ufalme wa nini? Wa Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Warumi 16:20. Naye Mungu wa amani atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pamoja na kwamba shetani ndiye mtawala wa dunia hii, lakini Mungu ametupa neema kwamba shetani atafanya nini? Atasetwa chini ya miguu yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini sio rahisi, lazima nuru ya Kristo iwe wapi? Iwe ndani yetu. Ukiwa mtu wa leo tatu, shetani atakuwa chini ya nini? Miguu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Rumi 1:16. Rumi 1:16. Kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema Injili ni uwezo wa Mungu uletao nini? Wokovu. Kwa hiyo Injili ikiwa ndani yako, hakuna kitu kitaweza kushinda, hakuna giza litaweza kushinda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Changamoto zote za New Age, za Freemasoni, za giza la ulimwengu zitakuwa, utaweza kuzishinda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa lazima tuelewe kwamba kwa nini tuanzishe ufalme wa Kristo. Simeelewa kwa nini tuanzishe ufalme wa Kristo? Mmepata picha hali ya dunia ilivyo. Sawa, sasa pamoja tu. Kagua wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kagua utambulisho wako, lazima ujue wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa ujue wewe ni nani, unaweza kuchanganya. Usipojua wewe ni nani, itakuwa ni rahisi kwako kuyumbishwa na upepo wa ulimwengu. Usipojua wewe ni nani, itakuwa ni rahisi kwako kujishusha thamani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukijua wewe ni nani vizuri, ni rahisi kuipandisha thamani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorintho wa kwanza 9:20. Wakorintho wa kwanza 9:20. Alikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi, ili niwapate Wayahudi. Kwa wale walio chini ya sheria, nalikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nalikuwa kama Myahudi ili niwapate nini? Wayahudi. Na nalikuwa chini ya sheria ili niwapate walio chini ya nini? Kwa ni lazima ukague wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa namsikiliza mtumishi mmoja anasema yeye ikifika siku za ibada anapita kwenye yale madangula. Akifika anauliza wewe shilingi ngapi kwa saa? Bwana mimi 3,000. Nataka masaa 3, 9,000. Twende. Wewe shilingi ngapi? Hivyo anakusanya kama 20. Kumbe anawapeleka wapi? Kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Akifika wale watu wanakula gombo, automatically wakaanza kubadilika. Amen. Kwa hiyo alikuwa kama Myahudi ili niwapate kina nani? Atusemi kwamba upotelee huko, wewe uwe sababu ya kuwaleta huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni Kristo. Kwa hiyo lazima tukague mambo, lazima tujifunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusipojua sisi ni nani, itakuwa rahisi kwetu kupoteza nafasi. Yusufu alijua yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuwa katika pale kwa mke wa Potifa, yule mwanamke anamwambia lala na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Yusufu asingejua yeye ni nani, asingejua nafasi yake, asingejua future yake, maana yake future yake ingefia wapi? Lakini Yusufu anasema siwezi kumtenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni lazima
lazima tuelewe, tujue sisi ni akina nani. Kama Yusufu angeanguka na mke wa Potifa, sio angeingia, lakini fucha yake ingefika pale. Asingeweza kwenda gerezani, asingeweza kutafsiri ndoto kule, asingeweza kuwa waziri mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tujue utambulisho wetu. Tukiujua, tukiuelewa vizuri, itatusaidia kulinda ile brand yetu, kulinda brand. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulinda thamani. Ni lazima tujue utambulisho wetu kama kina Danieli. Danieli anamwambia mfalme Nebukadneza, wewe sisi hatuwezi kufanya habari zako za kijinga. Yaani tuache kumwabudu Mungu, tuabudu Mungu wetu. Wewe fanya chochote unachoweza. Kama utaamua kutupa katika tanuru la simba, katika tanuru la moto, it's okay. Lakini sisi hatuwezi kumwacha kumwabudu Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tujue kulinda thamani yetu. Mungu ametuweka sisi kuwa viongozi kwa ajili ya ufalme wa Kristo. Ni lazima tujue kulinda zile brand. Kama wao wanapolinda brand, na sisi tulinde brand zetu. Hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Paulo. Paulo anakagua, anaujua utambulisho wake, anauelewa vizuri utambulisho wake. Ukisoma katika ile Warumi 1:1. Warumi 1:1. Biblia inasema Paulo mtumwa wa Kristo aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa ili aihubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anaujua utambulisho wake ambaye ni mtumwa, ametengwa kwa ajili ya kazi ya Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiujua utambulisho wako, itakuwa ni rahisi sana kukuza, kuanzisha ufalme wa Kristo hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo watu ambao Mungu amewatenga kwa kazi maalum ya utumishi. Soma katika Mambo ya Walawi, kuna watu wanaitwa wana wa imani, wana wa Asafu, waimbaji. Mungu aliwatenga kwa kazi maalum za kikuhani. Sasa tusipojua, na sisi pia Mungu ametuita, ametutenga kwa kazi maalum za kuieneza nuru ya Kristo. Tusipojua haya mambo, itakuwa ni rahisi kwetu kufanya nini? Kuangushwa. Yesu asifiwe sana. Galatia 1:11. Galatia 1:11. Galatia sura ya 1:11. Kwa maana ndugu zangu, Injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Amen. Kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Kristo Yesu. Maana mmezisikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba naliliuzi kanisa la Mungu kupita kiasi nikajaribu. Nami naliendea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi waliohirimu zangu katika kabila yangu, nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake, alipoona vyema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake, wala sikufanya shauri na watu wenye mwili wa damu. Yesu asifiwe sana. Paulo anaiona background yake, lakini anaifurahia hali yake ya sasa. Anasema mimi nililiuzi kanisa, lakini leo hii Kristo amenitenga kwa ajili ya kueneza nini? Injili. Mimi na wewe tuko hapa kwa sababu Mungu ametutenga. Amen. Yesu asifiwe sana. Mungu ametutenga kwa kazi maalum. Ni lazima tutambue utambulisho wetu. Yesu asifiwe sana. Sasa naona muda umetuacha baki kipande kidogo sana. Mungu atupe neema, wakati mwingine tutafanya nini? Tutaendelea. Naomba wewe